Kwa majina naitwa Mahmoud Abbas Mzee, ni waziri wa elimu katika serikali ya wanafunzi ndani ya chuo cha CBE. Niko hapa mbele yenu wanafunzi wenzangu kuweza kuongelea mambo matano kama agenda. Kwa hiyo na hasa ndugu wanafunzi wenzangu muweze kuzifuatilia ili tuweze kwenda sawa na tuweze kumaliza pamoja. Nikianza na swala lazima kuhusu masuala mazima ya continuous assessment. Lakini vile vile tutaongelea masuala ya malipo ya ada na bima. Lakini vile vile tutaongelea masuala ya ratiba za mitihani. Lakini vile vile nitaongelea masuala mazima ya barua za field ili kwenda kuomba field. Na pia vile vile swala la mwisho nitaongelea masuala mazima ya inactivate. Naomba nianze na kipengele kimoja hapo ambacho ni continuous assessment. Kwamba pia nawakumbusha wanafunzi wenzangu na pia na kwa hasa waweze kuongeza bidii na jitihada katika utafutaji wa CA ama jina lingine coursework, kwamba waweze pia na kuweza kutunza nyaraka zao za muhimu ambazo zitawasaidia kuweza kuondosha mtafaruku katika kipindi cha kusaini hizo coursework zao. Cha kwanza, nyaraka ya kwanza ambayo utaweza kuhifadhi na kwa usalama ni test 1, test 2, individual assignment na group assignment. Kupitia hivyo itakuwa ni njia mojawapo ya kuweza kutunza hizo nyaraka na kuweza kuepuka usumbufu katika masuala mazima ya usainiji wa coursework. Napenda pia kuingia katika kipengele cha 3 na pia kuwakumbusha viongozi masiara na wabunge na viongozi wengine na pamoja na wanafunzi wenzangu waweze kufuatilia pale ambapo ratiba itakapotoka, waweze kufuatilia na pia kutoa changamoto au dosari katika ratiba ambazo zinaweza kutoka ili kuweza kufanywa marekebisho kwa haraka ili kuepuka usumbufu katika kipindi cha mtihani. Napenda kukiongelea kipengele cha pili cha masuala mazima ya malipo. Kama ilivyokuwa sheria inavyosema kwamba mwanafunzi hawezi kuingia katika chumba cha mtihani wa mwisho kama hajalipia ada, lakini vile vile hajalipia bima. Hivyo basi na hasa na kuwakumbusha wanafunzi wenzangu waweze kulipia hivyo vitu mapema iwezekanavyo ili kuepukana na usumbufu siku ya mwisho wa ufanyaji wa mtihani. Napenda kuendelea katika kipengele cha 4 kuhusu masuala mazima ya usambazaji au uombaji wa field. Mpaka sasa hivi kama Wizara ya Elimu tumeweza kufikisha tayari katika barua za field katika stationery za chuo. Hivyo basi tunawakumbusha na kuwaasa wanafunzi wenzetu waweze kufika katika stationery na kuchukua barua hizo na kuanza kusambaza. Hakika wanasema kwamba wanasheria ignorance of law there is no excuse. Hivyo basi kwa kila mwanafunzi ambaye anastahili kufanya field mwaka huu anapaswa kwenda kufanya field. Vinginevyo hataweza kuwa promoted kwenda kwenye level nyingine kama hajaweza kufanya field. Napenda kuweza kuongelea kipengele cha inactivate kwa upande wa ndugu zetu wa certificate, diploma 1 na diploma 2 kwamba waweze kuweza kuhakikisha matokeo yao ya semester ya kwanza na semester ya pili, na upande wa diploma ambao ndio watu walengwa zaidi ambao wanakwenda kubadilisha level ya kwenda degree, wanapaswa kuweza kuhakikisha matokeo yao yote kuanzia wanapoanza diploma 1, diploma 2 mpaka wanapomaliza yameweza kuwa submitted katika mfumo wa inactivate. Hivyo basi namna ya kuweza kuangalia kama matokeo yako yameweza kuwa submitted katika inactivate, unapaswa kuweza kuingia kwenye tovuti ya inactivate ambao utaandika inactivate.go.tz, then utaenda katika kipengele cha verification student. Then baada hapo utaenda kuweka katika sehemu ya username ambayo utaandika namba yako ya form 4. Hapo itakuwa ni vyepesi na rahisi kuweza kuangalia matokeo yako yamekuwa submitted au la. Pale ambapo utakuta matokeo yako hayajakuwa submitted, nini cha kufanya? Unapaswa kuweza kufika chuoni, kufika katika ofisi za examination office ambazo zinapatikana chuoni katika jengo la block B ground floor. Hapo tutapata huduma ya kuweza kusubmitiwa matokeo yako katika mfumo wa inactivate. Lakini vile vile pia na waasa ndugu zangu wa mwaka wa pili degree katika level ya degree waweze kuzingatia hili swala kwamba kama vile wanavyosema wanasheria ignorance of law there is no excuse or defense, kwamba wanapaswa kuweza kuzingatia mwaka huo ambao wapo ni level 7 kuelekea level 8 ambao ni level ya degree, hawapaswi kuwa na kipengele chochote ambacho either ni kucarry somo au kurepeat modules. Kwamba level hiyo unabadilisha ni level sasa inakuwa ni degree, sasa haupasi kuweza kwenda na kipengele chochote. Hivyo basi kupuuza hivyo vitu au kutokufanikisha hilo swala utaweza kusababisha kuweza kukwama hapo ulipo mpaka pale utakapotatua somo ambalo hupo katika mwaka wa pili. Sanjari na hayo, napenda kuwashukuru wanafunzi wenzangu kuweza kunisikiliza, lakini vile vile pale ambapo kwenye hali ya ufafanuzi zaidi kwa kile ambacho nimekiongelea, basi nawakaribisha katika ofisi ya Seveso kwa maelekezo zaidi. Lakini vile vile nawatakia maandalizi mema na mitihani mema yale ambayo tunakuelekea mwezi wa 3 wa mtihani wetu wa mwisho wa semester. Asanteni sana, Mungu awabariki.